Mtisu, mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Mbeya. Lakini pia nishukuru nafasi hii kuweza kujumuika na ndugu zangu wapendwa Waislamu. Mufti hapa ni ndugu yangu sana. Asante sana. Pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, tuko pamoja. Ni mama bora, rais wa nguvu kabisa Afrika na dunia nzima. Pamoja na dada yetu mpendwa spika wetu wa dunia na spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yetu mpendwa Tulia Ackson Mwansasu. Lakini pia nashukuru kwa ajili ya meneja wetu wa mkoa wa TRA Shabani Msibu. Na ndiye kwa sehemu kubwa mamlaka imetuweka hapa. Sasa sisi ni wadau walipa kodi wa jiji la Mbeya. Tunashukuru sana, tunafaidi matunda kodi yetu. Asalamu alaykum. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya kutuweka mahali hapa Mheshimiwa Shabani Msibu. Kwa kweli tunashirikiana vizuri na TRA. Kwa sasa sisi na TRA ni damu. Katika falsafa ya United we stand divided reform, kwamba pamoja tunasimama na tutashinda kwa pamoja, kwa sababu kodi yetu tunajivunia, kwa sababu wakati huu kwa kuwa pamoja, kwa falsafa ya kwamba if you want to go fast go yourself, but if you want to go far let's go together. Tumekuwa pamoja bega kwa bega na TRA. Sasa tunavunja rekodi kwa kulipa kodi na tunajivunia hilo, na mwaka huu tena tutavunja rekodi, tutatoa kodi nyingi kwa hiari yetu kutoka kwa mapenzi ya roho ndani yetu. Lakini zaidi ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya rais bora kabisa. Haya yote ni matunda ya mama yetu kipenzi Samia Suluhu Hassan, mitano tena. Asanteni sana. Ndugu zangu, wenzetu wa TRA tumekuwa tukiwazoea kwa picha au kwa sura ya ukusanyaji mapato tu, lakini sasa hivi wanakwenda katika sura nyingine. Sura hii wanayokwenda nayo, nadhani ipo haja pia na sisi tuweze kushikamana nao vizuri, kwa sababu sasa wamekuja na sura ya urafiki. Kwa kuwa wanakuja katika sura hiyo, basi ningewaasa wafanyabiashara waweze kushikamana na watu wa TRA kwa mafanikio makubwa ya nchi yetu. Sababu pale kukusanya mapato ndipo pale ambapo mashimo ya barabarani yanaondoka, maji yanapatikana kwa wingi katika sehemu tofauti, na mambo mengine mengi ya elimu na afya yanapatikana kwa nchi yetu. Kwa hiyo tuende nao sambamba, kwa sababu yanayofanyika ni mazuri, na yanayofanyika ni wazi kwamba ni miongozo mizuri ya mpendwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Waislamu tulioko hapa, tunapopata nafasi ya kununua vitu, tukumbuke kudai risiti. Na kodi ndio msingi wa maendeleo ya taifa lolote duniani. Lakini cha tatu, nimemwona mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara hapa, nimhakikishie tu na wewe Mheshimiwa Spika ukiwa hapa kwamba sisi kama TRA mkoa wa Mbeya tutaendelea kushirikiana nao katika kuhakikisha kwamba mazingira ya biashara katika jiji letu la Mbeya na mkoa wetu wa Mbeya kwa ujumla yanakuwa mazuri, yanakuwa shwari, na ndivyo tunafanya hata sasa hivi. Kwa hiyo niwaombe tu ndugu zangu wafanyabiashara wote, tufuate utaratibu na kufanya biashara zetu ili tusiingie kwenye migogoro ambayo haina sababu. Mwisho kabisa, niwatakie heri ya sikukuu Tanzania nchi nzima, lakini wewe kwa sababu leo tuko hapa Mbeya, tunakupongeza sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Sasa pamoja na kukupongeza wewe, pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana wewe na watumishi wenzako wa mamlaka ya mapato mkoa wa Mbeya kwa ushirikiano mzuri mnaotoa kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya. Tunawashukuru sana. Baada ushirikiano ukiwa hafifu, kuwa mbunge anapata simu nyingi, message nyingi, huku nimefanya hiki, huku kumekuwa hivi, sijaeleweka hiki. Kwa hiyo yale akiwa hayapo, najua kabisa ofisi yako iko vizuri. Kwa hiyo ninakupongeza kipekee kabisa, kwa sababu wafanyabiashara wamekuja hapa kwa uwakilishi, lakini umemsikia mwenyekiti wao akieleza namna ambavyo mnashirikiana vizuri, na mimi kama mwakilishi wao ninashuhudia hilo kwamba mnashirikiana vizuri. Ndio maana hawaji kwangu mara kwa mara siku hizi. Kwa hiyo asante sana kwa ushirikiano. Lakini pia
Nitumie fursa hii kuwashukuru kwa mapato ambayo mwenyekiti wetu wa wafanyabiashara ameeleza kwamba tumevunja rekodi, lakini tutaendelea kuvunja rekodi. Ni kwamba wafanyabiashara wanao tayari wa kulipa kodi. Wanachohitaji ni elimu, wanachohitaji ni usaidizi, wanachohitaji ni kuwaelewa pale ambao wanakuwa na hoja ambayo wanaona wanahitaji kuwaeleza na nyinyi muwaelewe. Sasa hilo kwa sasa meneja mmefaulu vizuri kwa sababu mnawasikiliza, mnawapa muda na wao wakishaelewa hawana tatizo na kulipa kodi. Kwa hiyo tunawashukuru sana pia kwa elimu ambayo mnaendelea kuitoa kwa mlipa kodi, na sisi kama wawakilishi wao walipa kodi hawa tutaendelea kutoa ushirikiano kwenu ili kazi iwe nyepesi. Sasa kazi iwe nyepesi kwenu na kazi iwe nyepesi kwetu sisi ambao tunawakilisha wananchi hawa. Kwa nini? Kwa sababu ndugu zangu wana Mbeya, maendeleo tunayoyaona hapa Mbeya yanafanyika na sehemu nyingine, lakini lazima serikali ikusanye kodi, na ili kusanye kodi lazima kuwe na mtu ambaye anafanya shughuli ambayo inazalisha kipato ambacho kile kipato ndio anachukua kodi hapo. Kwa hivyo mimi nitumie fursa hii kuwashukuru sana ninyi wana Mbeya wenzangu kwa juhudi mnayoweka katika kujitafutia kipato, kwa sababu katika kipato hicho serikali inapata kodi. Kwa hivyo ninawashukuru sana na nyinyi kwa bidii mnayowekeza katika kuhakikisha biashara zetu zinakuwa, na kwa kweli hatua mbalimbali zinachukuliwa. Ninawashukuru sana. Na sasa wewe mwenzangu na mimi ambao pia ni mlipa kodi lakini kufanya biashara, na hapa kama mnavyoona jamani, simependeza jamani, huko ndani kuna watu wamenunua kanzu maalum kwa ajili ya kuja leo kwenye iftar, na kuna watu leo wameenda pale Sido kununua abaya maalum kabisa kwa ajili ya kuja kwenye iftar. Sasa leo ndo tunaulizana hapa, wakati uliponunua hiyo abaya, ukanunua na mtandio, ukanunua na kanzu na bakashia, na makubali, ulidai risiti? Kama ulidai risiti, leo hapa umekula, lakini kwa kweli umekula kodi za sisi wenzio, ya kwako umemwachia yule muuzaji. Kwa nini nimeona nitumie mfano huo rahisi? Hapa Mbeya maendeleo yaliyofanyika ni makubwa katika nyanja zote. Hapa tumeondoa kabisa tatizo la watoto kukaa chini. Watoto wana madawati, shule za msingi, shule za sekondari. Sisi hapa Mbeya mjini tunakaribia, hatujamaliza, lakini kwa kweli ni aibu jiji kama Mbeya kwanza kuzungumza habari ya matundu ya vyoo na nini. Hiyo nalo tunataka lishe ili tuongelee mambo mengine ya msingi. Naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi wa Safirisha Limited. Tunakuletea fursa kubwa ambayo tumekuwa tukiifanya, inaitwa Wekeza Gari. Nini tunachokifanya? Moja, kuna watu wengi wana magari, anaendesha asubuhi anakwenda kazini, gari ameipaki, jioni anarudi, ameweka mafuta, matengenezo gharama. Sisi Safirisha Limited tunakupatia dereva, hiyo ni moja. Mbili, tunakusaidia matengenezo ya gari, lakini tatu, tunasimamia shughuli za kuifanya gari yako iongeze kipato. Tunasajili gari yako kwenye huduma mbalimbali tunaita ride sharing, kwa maana ya Uber, Bolt, Farasi, ili kila mwezi uweze kuingiza fedha badala ya gari yako kutumia fedha zako. Gari ni kwa ajili ya kuingiza kipato, na gari si kwa ajili ya matumizi ya kutoa fedha sehemu nyingine kwa ajili ya gari yako. Karibuni sana.